Odi hapa, mjambo. Mjambo. Marhaba. Mimi naitwa Mtatiro, ni mkuu wa wilaya Shinyanga. Na nimekuja mpaka hapa, nilikuwa namtafuta mwanafunzi anaitwa Kwandu. Kwenye orodha ya wanafunzi wote ambao ninao ambao wamepangwa kwenda kidato cha 5 shule mbalimbali, wewe inaonekana ndio hujaenda kujiunga. Salama, mimi naitwa ndugu Mtatiro, ni mkuu wa wilaya Shinyanga. Mbani, kwa nini mpaka sasa hivi hajaenda kuripoti shuleni? Tulianza kwanza tukazungumza kifamilia kwa sababu changamoto ambayo inasababisha mtoto asiende shule. Ndio. Swala la kiuchumi. Kiuchumi hatuko vizuri kwa sasa hivi. Ndio. Hiyo ndio changamoto iliyopo. Kwa sasa hivi ndio tunajiandaa, tunatafuta hayo mahitaji ili mtoto aweze kwenda shule, lakini sio kwamba eti hataenda, mtoto kwenda ataenda. Sasa mnapoanza kunikomandi, unajua hapo mnataka kutumia mabavu ya kukomandi mtu. Mimi nimeshasema kwa sasa hivi uchumi hauko vizuri. Najiandaa nitafute ile kitu apatikana mtoto ataenda shule. Hata huyo mtendaji nilizungumza naye. Na hata huyo mwalimu alienda kushtakiwa hilo jambo na yeye pia nilizungumza naye nikamwambia. Akasema huyo mwalimu kwamba anajitokeza kumsomesha. Mimi sikukataa. Nikamwambia kama mnahisi ni sahihi, mimi siwezi nikawazuia, njoni tukae mezani. Kajibu kuwa sisi mpaka tutapojipata, akamjibu mwalimu mkuu, siku yoyote tutapopata, au tupe hela wewe, kama una hela basi tumpeleke shule. Wanakuambia wewe mtendaji, kama una hela ndio wapi wampeleke mtoto shule. Unajua utaratibu wa sheria ndani ya nchi yetu, na unajua kwamba kama huyu mtoto hapelekwi kidato cha 5, serikali inapaswa kuchukulia hatua za kisheria. Mabinti wote wameshapelekwa na vijana wote wameshapelekwa, kasoro mtoto mmoja anaitwa Kwandu. Wewe uko serious wewe? Na nataka nikuambie kwamba wazazi ambao wamepeleka watoto kidato cha 5 ni wazazi wa maisha ya kawaida. Na kabla mimi sijaje hapa kwako, nimeshakufuatilia wewe unafanya nini, nimeshafuatilia mpaka watoto wako wanasoma wapi, najua kila kitu kukuhusu. Wewe ndio unataka kunidanganya kwamba huna uwezo wa kununua uniform huyu mtoto akaenda shuleni? Mimi namwambia mtoto ampeleke kidato cha 5, mtoto amechaguliwa kwenda CBG, anunue uniform na vitu vingine ampeleke kidato cha 5, yeye anasema kwamba mimi nataka kutumia mabavu. Paka mimi nakuja hapa, taarifa za kina nilizonazo ni kwamba nyinyi familia mnataka kumuoza huyu binti. Oh yes, mimi na taarifa najua. Nasema hivi sio yeye. Mimi nakueleza taarifa nilizonazo, mimi si ndio mkuu wa wilaya. Mnataka kufanya ujanja mwende mbele na nini, halafu msimpeleke mtoto shuleni. Familia ina uwezo kabisa, mmeweka kwa mipango yenu, huyu binti ataolewa na nani? Kwa hiyo upande wa serikali tutasimamia mpaka uende kidato cha 5. Nenda kasimamie ndoto zako. Dunia sasa hivi haitaki mabinti kama nyinyi. Muache tu mkae nyumbani kwamba mtafutiwe wanaume wakawaoe, mkaolewe. Huku hamna mipango yoyote, hamna ujuzi wowote, hamna kipato chochote. Ndio tunataka kwenda kuleta shida huko mbeleni kwenye taifa. Kwa hiyo haikubaliki. Wipi? Hebu tuondoke na huyu mama. Tuondoke na huyu mama. Sawa. Hebu ripoti kesho Central Police. Nasema hivi, ripoti kesho Central Police Shinyanga. Haya, sawa. Wewe sema huko mbali. Tunaondoka na huyu mama. Nataka mtoto aende shule, wewe unataka kuniletea masiara hapa na nataka mtoto